Mheshimiwa Rais habahatishi, ana dhamira ya kweli ya kuendeleza michezo. Hapa Kawe tulipo hapa inajengwa Sports and Arts Arena, uwanja ambao ndani mtafanyika shughuli za burudani, mtafanyika na michezo midogo midogo ile kama futsal, basketball, netball, tennis, ile midogo midogo ile ambayo haitumii nyasi, tutafanya ndani ya uwanja. Mheshimiwa Rais ameshatafuta fedha, tumepata, tumetengewa sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo shilingi bilioni 450 kwa ajili ya kujenga sports arena na kujenga studio ya filamu kwenye kijiji cha filamu kule Kwala mkoani Pwani. Kwa hiyo tutajenga hapa Kawe, lakini pia Mheshimiwa Rais anaendelea kujenga miundombinu. Tunakarabati Benjamin Mkapa, tunajenga vituo vya mazoezi na kupumzikia Dar es Salaam na Dodoma, tunajenga uwanja Arusha tu kwa 35%, tunajenga uwanja Dodoma, mkandarasi tumeshamkabidhi site, muda wote anaanza. Tukimaliza hapo tunakamilisha kujenga viwanja vya mazoezi Dar es Salaam, Arusha na Dodoma, na tutaanza program kubwa ya kujenga vituo vya michezo nchi nzima ya Tanzania. Tutajenga mikoa yote, wilaya zote. Tutakapokwenda kwenye wilaya tutaomba halmashauri ndizo zionyeshe mfano, na hili jambo linawezekana. Bukoba mjini wamejenga, wana uwanja, Kinondoni MP wana uwanja, Ruangwa Lindi wana uwanja, sehemu nyingi halmashauri tayari zimeshaanza kujenga viwanja. Tuwe serious, tutenge fedha, tuangalie kwenye vyanzo vyetu, tutenge fedha, tujenge viwanja, tuanzishe timu, kwa sababu mazoezi ni sehemu ya maisha ya watu. Mimi tangu nilipoteuliwa na Mheshimiwa Rais kuwa katibu mkuu wa wizara hii, niliwaambia wenzangu nataka vitu tofauti. Na mimi nina tatizo la kupenda vitu vyenye quality, vitu vya hali ya juu, sipendi kufanya jambo dogo dogo. Kwa hiyo niliwaambia kila tukio, kila mkurugenzi wangu, kila taasisi ijipange kufanya tukio kubwa lenye impact. Sisi hatuwezi tukafanya ili mradi tunatimiza ratiba. Na hii Serengeti tumeifanya kwa ukubwa unaostahili mwaka huu. Mwaka jana tulifanya maandalizi, lakini alikuvutia sana, nikasema wacha tufanye nje ya nchi. Hapa tusubiri kishindo. Nashukuru, na nilipoona nahitaji mawazo mengi zaidi, nikawaita wenzetu kutoka sekta binafsi. Nashukuru tumeshirikiana na Sanaa ni Jambo, tumeandaa tukio kubwa zuri. Stage inayofungwa hapa, nataka niwaambieni Watanzania, hata Marekani haipo. Haijawahi kufungwa stage kama hii nchi yoyote. Stage kubwa, na mshukuru sana Majizo, amewekeza kwa sababu alipoambiwa kuhusu dhamira yetu akaamua kutafuta fedha, amewekeza. Sio vifaa vya serikali, ni vifaa vyake. Na mimi nataka niwaambie Majizo hapa kwa sehemu kubwa amejitolea. Ametaka kuonesha kwamba kuna Mtanzania anaweza kutengeneza kitu kikubwa. Ndio hilo stage watu wamepagawa mpaka duniani kote wamepagawa. Kila mmoja anashangaa haiwezekani. Wengine wanataka kusingizia maneno ambayo hayapo. Huyu ni Majizo, Majei. Sisi tumelipia stage ya kawaida ambayo tungeweza kuipata kwa mtu yoyote. Majizo kasema mimi sitaki kufanya kitu kidogo, nafanya kitu kikubwa. Katibu mkuu, lipa unapoweza, kwingine huko naongeza mimi. Vifaa hivi vimefungwa kwa mara ya kwanza hapa. Vimetoka bandarini, vimekuja hapa kufungwa kwa mara ya kwanza, na hii ndio itakuwa standard ya Tanzania.